Zamani utongozi ilikuwa ni kazi. Ndio maana wakaimba nyimbo zao za nilipomaliza masomo nilipata kazi kutongoza. Yaani mpaka inafika tu demo anakuja geto kazi. Ila kitu ambacho walikuwa wanajivunia, walikuwa waongi. Maana iwezekano usinitibu, halafu eti nikupe hela ukajitibie. Nani kakuambukiza? Zamani hiyo, mimi bibi yangu alikuwa ananipa historia. Alivyokutana na babu, akasema sio kwamba babu yako nilimpenda, bara alikuwa ni mkorofi kiasi kwamba ukimkataa kila mtakapokutana ukimbie kama simba yenye ula ndani. Ningewataja wote ila muda hautoshi kama aliyetangaza kufutulisha na amepika robo. Kwa hiyo niliona bora nimpende tu ili niishi kwa amani. Frida atakiwa mwanangu wa kambo fresh. Zamani hiyo mnakula chakula kwenye sinia moja, unamkosea mzazi unakimbia, anakuambia leo tutakula sahani moja. Na ni kweli, tofauti na hapo labda ulie kwenye sufuria. Ila sasa hivi mtu anakuambia tutakula sahani moja, unarudi unamkuta kashashiba. Halafu anakuambia maliza tule sahani moja. Siri mara mbili mimi. Lakini hakuna kitu kilichokuwa kinatisha zamani kama wachawi, waiba nywele. Eti nyewe wa zamani, kwani kulikuwa kuna haja gani mkazinyofoe? Si mnaongea na vinyozi nitunzie za Fatuma. Lakini hakuna kitu kigumu kukitokomeza kama uchawi. Yaani kitaendelea kuwepo kama mwanafunzi kwamba jana na leo. Sasa utamjuaje kama huyu ndo mchawi? Ndio maana Shinyanga wakaona sio kweli, wenye macho mekundu ni wachawi hadharani. Kwa sababu bangi hamna. Kwa nini macho yawe mekundu? Umenipata siwe? Ila sasa hivi wachawi wanaiba mpaka sehemu za asili. Juzi kuna Msumbawanga kafungasha vilango vyake kama Bestinaso kutoka Mbeya na kurudi kwao. Eti huku ni wachawi. Wanaweza wakaniua. Yaani mtu kushika tu bega mayai yako yanaondoka. Sasa itakamilikaje chips zege? Hatari. Lakini sasa hivi wadada wametupunguzia kazi kwenye kuwatongoza. Ndio ukisema I love you too. Kodi imeisha one. Kwa sababu wewe huwezi ukamwambia kodi imeisha. Yaani sawa sawa na nyumba zenye chuma ulete. Wanakuwa wana shida labda ya hela. Utasikia hata ukipata mwezi mmoja wewe nipe tu. Mpaka unahisi labda hawana shida. Kumbe wamekuteka kisaikolojia. Sasa pokee mtaji. Lakini ukitaka utajirike kwa uharaka mjini, panga chumba cha bei ghali kama kamilioni. Ili uanze kutafuta hela. Sasa mtu unapanga chumba cha 30,000. Kodi inafika huna hata 100 na uwazi kwa sababu mwenye nyumba anapokea mwezi mmoja. Utaipata refind kwa muhindi. Na mapenzi sio yakoje. Yaani wadada wanataka wawe wa kwanza wao kukula. Unamtongoza mwanamke leo, unamwambia njoo geto, anakuambia mapema hivi. Ngoja kwanza tuzoeane. Wakati huo yeye amekuomba vocha. Ngoja kwanza tuzoeane. Na nimekuja kugundua kinachofanya wanaume wadaa kukosa nguvu za kiume sio chips. Madaktari wameficha ukweli. Sijui ndio wale wa hadi papai la corona alijua kuwanyoosha mwenda zake. Ukajua Israeli, sitaki kuwasikia. Si ndio chanzo cha mafuta kupanda? Akina mwenda hao. Kinachofanya wanaume wakose nguvu za kiume ni kufanya mapenzi kila siku.